tulianza safari usiku saa 7. Though jana vijana wamefika, wamefanya mazoezi mepesi kidogo kuweza kutoa uchovu ule, but nashukuru, napongeza benchi langu la ufundi, especially trainer wangu na kocha msaidizi, wamechukua jukumu la kuweza kusukuma vijana na wanarudi katika ubora wao. Kwanza tunawapa heshima yao Azam, maana tunajua ni timu nzuri, wakilishi wetu wamekuwa katika mashindano ya kimataifa, wametuwakilisha. Though nitajua mchezo utakuwa mgumu kutokana tumecheza mchezo wa kwanza na siku ya raundi ya kwanza tulitoka sare nyumbani ya goli 2-2. So siwezi kuwabeza nikasema kuwa ni timu mbaya, hapana. Juzi wamepoteza goli 4 ugenini. So najua sisi tumepata sare, itakuwa mchezo mzuri, na naweza sema kuwa ni makosa madogo maybe wamefanya. Sisi maybe katika michezo iliyopita tumefanya makosa madogo ambayo tumeadhibiwa nayo. Though vijana wangu naweza sema kuwa wako ready na wanajua mchezo gani wanacheza nao, timu gani wanacheza nayo. So ni mchezo mzuri ambao Azam nyumbani kwa wamekuwa na rekodi nzuri, kitu ambao nitasema kuwa ni haijawahi kuwa rahisi kati ya Pamba Jiji na Azam, iwe nyumbani iwe ugenini. So michezo yote inakuwa migumu. So mimi kitu ambacho nitajaribu kusema ni vijana wangu tu wawe makini na tuweze kuona kuwa tunatoka na matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Kitu nitasema na nitakuwa mwepesi kusema kuwa umesema hapo kuwa haijawahi kuwa mechi rahisi, na unatupatia maybe katika kadi ukiangalia Pamba wana rekodi nzuri katika mchezo na Azam. So kitu nitasema ni michezo kama michezo mingine. Kitu cha kwanza tutawapa ile respect yao, maana ni timu nzuri, wana benchi nzuri, to kama Ibenge kwa klasi ya juu. So mimi na wachezaji wangu tunajua umuhimu wa hiyo mchezo. So kitu ambacho tutajaribu kuwa always niwaambie vijana wangu wapunguze makosa. Tukipunguza makosa unapata mchezo unakuwa mzuri. Tukifanya makosa tutaadhibiwa na hiyo, maana wana experience, wana vijana ambao ni kuna wale wana experience, kuna wale vijana wadogo, so ambapo wana mwalimu mzuri. Ukifanya makosa mengi utaadhibiwa. So mimi kitu ambacho najua katika michezo yangu yote katika ligi yanze, hakuna siku nimesema nita sit back. Always tunakwenda kwa opponent. The best of defending is by attack. Most of the time sisi tuna attack, na kuna siku tutasema kuwa tunarudi nyuma. Sisi njia ambapo nafikiri kwa vijana wangu wana uwezo wa kuattack na kudefend kama team. So tutakwenda kama team ku attack, tutarudi nyuma kama team kudefend. So unajua wakati tuna mpira tunakuwa more dangerous pia. So vijana wangu kitu ambacho nitajaribu kuambia kuwa ni tunacheza timu gani? Tunacheza mwanzo katika uwanja wa nyasi bandia. So lazima tuwe na umakini kabisa. Ila katika mazoezi tumefanya katika viwanja vya mazoezi vijana wangu wamefanya vizuri. So kitu nitawapa plus ni muendelezo tu sasa katika mchezo wa kesho. Kukutana na timu kubwa kama Azam, kwanza tuwape heshima yao. Tunawaheshimu na tunakuja kupambana nao, tunajua tunakuja kupambana na mtu gani na timu ya aina gani. Sasa inayobaki, kocha ameshamaliza kila kitu uwanjani, ni kwetu sisi wachezaji kutimiza yale ambao kocha anatuagiza kufanya uwanjani, na tupo tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Na hizi tuwasiri, maana sisi wenyewe tumeshajitengenezea kitu kama hicho. Yani kila timu ambayo inakuja kukutana na Pamba wanajua wenyewe wanakuja kukutana na timu gani, ni kufuatana ukuu na ubora wa kocha wetu. Ndio maana inatuma kila timu ambayo inakuja kwetu au kila timu ambayo inakutana na Pamba wanajipanga vizuri, si Pamba sio wanyonge. Ukimbichi Pamba unajua unabichi mtu mkubwa kwenye ligi hii, na ndio maana mechi ya Dodoma haiwezi yani imeshapita. Sasa hapa tupo mawindoni kutafuta tunapata points 3. Sabani, ila Waswahili kama nyinyi wanasema kosa sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. Na nawaza sisi ni watu wazima, na yale ambayo makosa ambayo tuliyafanya mwalimu aliona, na tunachukua muda sana kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha tunarekebisha kosa ambazo tulifanya. Ni mchezo wa mpira, kosa zingine zipi zinaweza zikatokea, ila naamini yale ambayo yalitokea kwenye mechi zilizopita hamtaziona tena kwenye mechi ambazo zinakuja.